kufanikisha hili swala ambalo ilikuwa ni ahadi. Chanzo chake ni ahadi ambazo tulipita kwa wananchi wakati tunaomba ridhaa zao kuchaguliwa. Kwa hiyo tuliahidi kwamba tutafanya ujazilizi. Maana yake tuna workshop zetu hizi, tutapeleka vifaa katika workshop zetu ili kuongeza vijana wengine waweze kuingia kujifunza, lakini na chengine wengine waingie mle kupata ajira, lakini na jengine kwamba yale mazingira yao ya kazi yawe endelevu. Kwa hiyo hilo tuliahidi. Kwa hiyo ndio maana tukasema tufanye kwa shehia zote 5 leo tupite. Lakini chengine, na shukuru jumuiya ya vijana walichukua hiyo ahadi, wao wakaratibu, wameliratibu vizuri jumuiya ya vijana, na wakaenda kwenye hayo maeneo wakawasikiliza wale wadau, au wakasikiliza workshop zinataka vifaa gani, na kwa bahati kila workshop imechagua vifaa ambavyo wanavyotaka, na tukawaambia kwamba ni lazima workshop waseme wenyewe na wakachague wenyewe. Maana usije ukaenda ukamnunulia mtu kitu ukampelekea atakwambia feki. Lakini walikwenda wakafanya wenyewe. Kwa hiyo hilo tunashukuru sana. Lengo kubwa kwamba ni kila tunapopita, hata hivi juzi tumepita ziara yetu ambayo iliongozwa na kamati ya siasa ya wilaya kusikiliza changamoto. Changamoto kubwa ni ajira. Na changamoto nyingine ni kupata ujuzi, ili hata siku yote tu ukiwa na ujuzi, siku yote tu leo bwana, leo naanza kufungua hapa, naanza kufungua Honda moja. Siku ya pili kama ujuzi unao, unafungua ya pili. Hata barazani nyumbani ya 3, yule pale ana makochi pale anatengeneza, lakini yuko wapi? Yuko penuni pale. Lakini kwa sababu ingekuwa hana ujuzi, basi hawezi kufanya hicho kitu. Kwa hiyo tunashukuru sana, na tunashukuru mwitikio wa vijana. Tunashukuru na kishukuru chama changu kwamba leo tumekwenda tumetimiza hii ahadi japo kwa kuanza, lakini tunapanga makubwa zaidi. Malengo kama nilivyosema, lengo la kwanza kwamba hizi workshop ziendelee, yani maintenance, ku-maintain status ambayo iko kwamba wanaendelea kufanya kazi. Lakini cha pili, kwa sababu wasipoendelea kufanya kazi vijana wale watarudi mtaani. Wakirudi mtaani ndio tayari washakuwa wamekosa ajira. Lakini cha pili, tumeweka mazingira yale ili watu wapate ujuzi. Na cha tatu kwamba wengine wataajiriwa. Na wengine hata kama hawatoajiriwa pale wanaweza kaenda kaajiriwa sehemu nyingine, wala mtu anaweza kaenda kafungua workshop yake nyingine. Mheshimiwa Kingi ambaye ni mbunge wetu wa jimbo la Jang'ombe alituahidi vijana. Manake sisi tuna usemi wetu vijana sasa hivi kama siasa na uchumi. Madhali siasa na uchumi inamaanisha ni lazima vijana wawezeshwe. Kwa sababu sio lazima mtu utegemea ajira kutoka serikalini. Kwa hiyo ajira ziko sekta binafsi na kuna ajira ambazo vijana wanajiajiri wenyewe, ambazo katika jimbo letu ziko nyingi kabisa. Mheshimiwa aliahidi ya kwamba atajaribu kutekeleza mpango kidogo kidogo, na tumeanza kwa awamu baada ya awamu. Alianza baada ya uchaguzi pale, alipomaliza uchaguzi kuna vijana waliwezeshwa. Kuna vijana ambao walipewa vyarahani kwa ajili ya kushonea viatu, kushonea nguo. Pia kuna vijana wakapewa mita kwa ajili ya kujiendeleza katika pirika zao. Kwa ile ilikuwa ni awamu ya kwanza. Na hii sasa hivi amekuja awamu ya pili ambayo inaitwa Kings Beat Boost. Yaani ni kuongeza ufanisi kwa ajili ya vijana. Kwa hii ni awamu ya pili amekuja, ambapo pia tutakuja na awamu nyingine. Kwa jina anaitwa Bakari Ibrahim Abadi. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Jang'ombe kwa kutuona vijana pirika zetu tunazozifanya na kuamua kuja kutusaidia msaada wa kutuletea mpira pamoja na gani kwa ajili ya kuendeleza na pirika zetu za kukosha magari. Changamoto tulikuwa tunapata kwa sababu mipira tulikuwa tunatumia ilikuwa haina uhakika zaidi. Mara moja inaharibika na gharama yake kidogo sio rahisi. Itaenda kwa haraka maana tulikuwa tunatumia mpira mmoja, maana yake tumepata na mwingine wa pili, utofauti utakuwepo kwenye kimoja, ukipata cha pili maana yake uharaka utapatikana. Nashukuru sana kwa msaada mheshimiwa kutuletea spana na kujiajiri vijana tuliokuwa hapa na kutuona kama vile alivyoahidi mheshimiwa. Tunashukuru. Hatuna budi la kusema kwamba sisi tunamshukuru. Hii inatusaidia kwa sababu tunatengeneza Honda,
tunafanyia kazi kila kitu ambacho kinachohitajika kwenye spana. Tunashukuru kwenye tools box tumeletewa na viko sahihi.